Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma, Kanali Evans Malasa kwenye kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji yaliyofanyika kwenye kijiji cha Nyanzige, kata ya Nyamtukuza, ambapo amesema ni vyema wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya ya Kakonko kujitathmini na kuboresha huduma za maji. Sasa ni vizuri tujitathmini upya, tuone namna gani tunasimamia, tunafuatilia ili migao ya maji isiweze kuwepo kwenye maeneo yetu. Kwa lugha nyepesi niseme tumuimarishe usimamizi wa miradi yetu tulionayo. Tunataka maji muda wote yaweze kutoka na maji yasiwe ya mgao. Maadhimisho hayo yameambatana na uwekaji wa jiwe la msingi kwenye ujenzi wa mradi mkubwa ulioko kwenye kijiji cha Nyanzige wenye thamani ya shilingi 1.13 bilioni ambao utasaidia kuhudumia wananchi wapatao 14,000 wa vijiji vinne, na hapa baadhi ya wananchi wanapongeza kwa ujenzi wa mradi huo. Kupata maji. Kwa mradi ulivyofika, maji tumepata kwa wakati. Na sasa tuhangaiki sana, mababa yako nyumbani au karibu, hata kama mama haupo, nakuta mtoto amechota maji ndani ya yamo. Yaani tuhangaiki sana, tunashukuru mradi kufika hapa. Yaani shida yale maji tulikuwa tunapata kwa mgawanyo. Leo inakuwa ni churazo, baada ya siku mbili Nyanzige, lakini wakati mwingine tengi lilikuwa halijai kabisa, lakini mida hii liko furu linajaa. Spechius Kahamba ni meneja wa RUWASA wilaya ya Kakonko. Yeye anasisitiza utunzaji wa miundombinu na ulipaji wa ankara za maji kwa wakati. Wito wangu kwa wananchi, miradi hii inajengwa kwa gharama kubwa sana, na ni wajibu wa kila mwananchi kushiriki katika kutunza vyanzo vya maji, lakini pia kuhifadhi mazingira, kuhakikisha vyanzo vyetu tunaendelea kutoa maji kwa vizazi vyetu vinavyokuja na vizazi vya sasa. Lakini pia wito ni kuendelea kuchangia huduma ya maji ili kuifanya miradi hii iweze kuwa endelevu na Muhingo Mwemez, Clouds TV, Kigoma.